Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la TRT, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imewasilisha Marekani orodha ya miradi ya madini inayopatikana kwa uwekezaji wa kigeni. Hii ni hatua dhahiri ya kupunguza udhibiti wa China kwenye madini muhimu duniani. Miradi hii inajumuisha madini kama dhahabu, shaba, lithium na madini mengine muhimu kwa teknolojia za kisasa. Lengo ni kuwapa kampuni za Marekani nafasi ya kuwekeza na pia kutumia wawekezaji kama chombo cha kuimarisha usambazaji wa madini kutoka Kongo. Hatua hii inafuata makubaliano ya Desemba 4 ambayo yanatoa kampuni za Marekani fursa ya kipaumbele kupata madini yanayohitajika kwa magari ya umeme, mifumo ya ulinzi na vifaa vya kisasa. Kongo ni mtengenezaji wa pili mkubwa wa shaba duniani na mtoa namba 1 wa kobati ambayo ni muhimu kwa betri. Kwa muda mrefu, kampuni za China ndizo zilizo na udhibiti mkubwa wa uchimbaji wa madini nchini Kongo kutokana na uwekezaji mkubwa wa mikataba ya muda mrefu. Kinshasa inatarajia uwekezaji wa Marekani unaweza kupunguza udhibiti huo na kuleta ushindani zaidi. Makubaliano ya madini yanahusiana pia na mpango wa amani kati ya Kongo na Rwanda unaosimamiwa na Marekani kwa lengo la kumaliza migogoro mashariki mwa Kongo. Hatua hizi ni sehemu ya juhudi za Marekani kupata madini mbadala muhimu kwa teknolojia za kisasa ambazo sasa zinatolewa kwa wingi na China. Kwa kiasi kikubwa, hatua hii inaashiria mabadiliko makubwa katika jinsi Marekani inavyolenga kuimarisha usalama wake wa rasilimali na kuhakikisha madini muhimu hayategemei soko la China pekee. Tangu rais wa Marekani Donald Trump alipoweza kukutana na marais wawili, ambapo alikutana na rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Kongo Felix Tshisekedi kwa wakati mmoja ili kuweza kujadili mambo mbalimbali. Pia katika mkataba ambao ulisainiwa, mkataba wa amani, walikuwa wamelenga zaidi pale Kongo kuhusu madini ya dimu ambayo yanapatikana katika taifa lile, kwamba Marekani iweze kupewa vibali vya uchimbaji wa madini kutoka katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili liweze kupata madini adimu, kutokana na kwamba China ilikuwa imejitanua kwa kiasi kikubwa sana kuweza kupata madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo rais wa Marekani Donald Trump aliweza kukosolewa vikali sana na jitihada zake za kuweza kuchukua rasilimali pale nchini Kongo, na hivi tayari serikali sasa imekwenda kupeleka listi, idadi ile ya migodi ambayo Marekani itachagua ikawekeze wapi. Sasa hii yote imefanywa na serikali ya rais bwana Felix Tshisekedi ambaye ameikaribisha Marekani rasmi kuanza kuchimba madini ya Kongo, ambapo madini hayo ni kama dhahabu, lakini kopa, madini ya shaba, lakini vile vile kuna madini ya lithium, madini mengi ambayo yanapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ardhi yenye mtaji mkubwa wa madini. Sasa mtazamaji wetu, taarifa hii itakuja na uchambuzi hapo baadaye. Cha msingi tu ni kuweza kusalia na Zone Media hapa wakati wote ili uweze kufahamu yote ambayo yatajiri kuhusu taarifa hizi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare na kusalia nasi wakati wote. Asante kwa kuichagua Zone Media.